maombi ya mtu aliyefunga hayarudishwi, yanajibiwa direkti. Sasa kuna jambo tunalolikosea baadhi yetu hivi sasa tunavyozungumza. Kuna jambo tunalolikosea baadhi yetu. Kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia alichowajalia, wanaamua wanatoa baadhi ya bidhaa kuwasaidia watu wasiojiweza ili wapate iftari. Lakini huyu ambaye ameaminiwa sasa kukabidhiwa, chukua hiki wapelekee watu hawa wasiojiweza wapate iftari, anachokifanya mwingine, anakusanya vyakula vile vinakuwa vya kwake, anajimilikisha, anakwenda kujaza kwenye duka lake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni dhulma. Anakwenda kutafuta riski ya haramu, alafu hapo amefunga, alafu baadaye anainua mikono anamwambia ya Rabbi na kuomba kadha kadha kadha. Utajibiwaje shehe? Alafu unaweza ukayaona kana kwamba maneno ya Mtume ni ya uongo. Mtume anasema dua ya mtu aliyefunga hairudishwi, inajibiwa. Lakini mbona mimi kila nikimuomba Mungu Angalia, unakula haki za watu. Kwa hiyo wale ambao wanaoaminiwa kupewa vifurushi vya watu ili watu wapate iftari wasiojiweza, vifikishwe vifurushi hivyo. Habari ya kuchukua vifurushi vya watu walafu unakwenda kufungua duka ndio unaanza mradi, unatengeneza mtaji kupitia haki za watu, hilo ni tatizo, linakwenda kukuharibia utaratibu wa saumu yako kuwa salama. Lakini pili, hata kama utathubutu kumwambia Mungu jambo lako, kuomba dua yako haiwezi kujibiwa kwa sababu moja ya kikwazo, wewe unadhulumu haki za watu ndani ya Ramadhani. Na ikumbukwe kuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unapofanya jambo la kheri dogo tu, malipo yake yanakuwa maradufu kuliko katika miezi mingine. Geuza kinyume chake, bila aksi, kinyume. Ukifanya jambo la balaa, jambo la shari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, dogo tu unaliona dogo, basi malipo yake yanakuwa ni makubwa kuliko miezi mingine. Hivyo basi ndio maana moja ya vikwazo vya kutojibiwa maombi yetu kwamba watu wafungaji lakini wanakula sana haki za watu kwa njia za haramu. Vipi sasa unaweza ukajibiwa? Haiwezekani. Kwa hali hiyo, nijikumbushe mimi na kuwakumbusha ndugu zangu watukufu Waislamu, kila mmoja kwa nafasi yake aliyonayo. Umeaminiwa na aliyekuamini. Bwana, huu mkate naomba umfikishie bibi fulani pale. Hii shilingi 500 mfikishie mzee fulani pale, akapate angalau sukari, akapate angalau uji, ifike. Isiwe tena kwa alhamdulillah. Wengine wanapozungumzia Ramadhani ni fursa, basi ile fursa yenyewe ya kujilimbikizia vitu ambavyo sio haki zao. Hili ni tatizo kubwa. Unaharibu malipo mazuri ya somu yako, lakini pia unakwenda kujipiga pini wewe mwenyewe hata namna ya kujibiwa maombi yako. Wa da'watu swaim, dua ambalo lisilorejeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mojawapo ni dua la mtu aliyefunga.